Sauti tunayo hatuna? Tunayo. Basi tutaanza Proverbs 18 verse 20 and 21. Nasoma, a man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. So enda mbele, Proverbs 21 verse 23. Inasema, whosoever keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. That's Proverbs 10 verse 19. Proverbs 10 verse 19. Inasema aje? 10 verse 19. Inasema ya kwamba, in the multitude of words there wanteth not sin, but he that refraineth his lips is wise. Okay, so in a letter for Matthew 12 verse 33 to 37. Matthew 12, in the Matthew 12 33 to 37. Okay, and I'll read. Either make the tree good and his fruit good, or else make the tree corrupt and his fruit corrupt. For the tree is known by his fruit. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Then go to Proverbs again. We are setting the foundation for today's word. Go again to Proverbs quickly. Proverbs 6. Verse 2. It says, thou art snared with the words of thy mouth. Thou art taken with the words of thy mouth. So, kwa hayo maandishi tunayasoma, unaona Mungu anatuongelesha jambo moja. Na topic ya leo inasema spoken words iko na impact kubwa sana kwa maisha yako. The power of spoken word. The power of spoken word iko na impact kubwa sana kwa maisha yako. The Bible says death and life is in the power of the tongue. Say death and life. Death and life is in the power of the tongue. Is in the power of the tongue. Wakati unaongea, kila jambo unasema, utapeana account. Utaeleza kwa nini ulisema hivi, kwa nini ulisema hivi, kwa nini ulisema hivi mbele ya Mungu siku ile ya hukumu. Biblia imeandika kwamba wakati unataka kuongea, tafadhali usikue haraka sana wa kuongea. Angalia pole pole, unataka kuongelea nini? Angalia ndani yako, ni nini iko kwa hati yako
kabla itoke nje. Filter weka kwa kichungi. Weka kwa kichungi. Filter every thought of your heart kabla hujayasema, sababu wakati unafikiria na hiyo fikra ukatamka na mdomo yako, ita impact life yako either negatively or positively. Jambo ambayo tunasema, ukisema wewe hauwezi, hiyo jambo ya kusema wewe hauwezi itakuwa ni kwamba wewe kila wakati hauwezi. Ukisema wewe unakuanga polepole, unafanyanga vitu polepole, basi kila kitu ambayo unafanya itakuwa polepole. Ukisema wewe ni maskini, basi maisha yako itakuwa ni kwamba wewe hautaweza kuwa tajiri. Wakati unaongea na ulimi yako, hiyo ulimi utumie kubariki watu. Usitumie hiyo ulimi yako kusema kinyume, kusema negative word. Usijaribu kutumia hiyo ulimi, sababu ulimi ni kiumbe kidogo sana, lakini matatizo yake ni kubwa sana. Ni kubwa kushinda bomu imetengenezwa na Amerika. Ni kubwa kushinda bomu imetengenezwa na Russia. Ni kubwa kushinda bomu imetengenezwa na Israel. Ulimi peke yake. Amen. Unaona meli ikitembea ikipita pale Liwatoni, ikipita ikienda port. Meli ni kitu kubwa sana, lakini inakontroliwa na steering kidogo sana. Inakontroliwa na kitu kidogo, inashikwa tu hivi. Na ni meli kubwa kushinda hii plot mzima. Imebeba makontena kubwa. So wacha nikwambie, kila neno unasema ni kama una prophesy future yako. Wewe you become your own prophet. Ukiomba kwamba Mungu nipatie hela, Mungu nipatie mali, Mungu nipatie maisha, then baadaye umesema amen, sio? Yes. Alafu baadaye unaanza kuongea kinyume. Wakati unaongea na group ya watu, unaanza kusema hii ugonjwa imenishinda. Unaongea kushindwa. Unafanya ile maombi uliomba inakuwa cancel. Inakuwa cancel, alafu unasema Mungu hajibu maombi yako. Sababu yako mwenyewe, ile maombi uliomba mzuri ukasema amen, na Mungu akajibu wakati umesema amen. Wewe mwenyewe kama binadamu unakuja kucancel ile majibu ya Mungu. Unakatakata, unagandamisha. Wewe mwenyewe unasema nani aliniroga? Nani aliniroga? Kumbe wewe ndio umejiroga na negative words zile unaongea. Wewe mwenyewe. So wakati unasema mwenye ameniroga die by fire, die by fire, die by fire, ni wewe unajiua. Ni wewe unajichimbia kaburi yako. Sababu wewe umeongea jambo negative kwa maisha yako. So Mungu atatujudge. We will give account to every word that we say. Tunakuwa arrested wakati tumeshaongea. Tukiongea tunakuwa arrested na ile jambo tumesema. Let me tell you, the angels of life and the angels of death wale waliasi. So wakati unaongea jambo ya kinyume, jambo ya kukurudisha nyuma, jambo ya kudhuru maisha yako, then wale malaika wabaya wana process haraka na inatimika kwa maisha yako. Ni sababu gani? Ni sababu Biblia inasema binadamu iko na mamlaka.
Sema mamlaka. Mamlaka. Binadamu, sisi ambayo tunaitwa binadamu, tuko na mamlaka wapi? Tuko mamlaka hapa duniani, kwenye maji na kwa hewa. Genesis 1 verse 26. And God said, let us now create man in our own image, in our own likeness, and let them, and let them, and let them. Mungu ametuumba kwa nafsi yake, kwa mfano yake, kwa image yake, lakini anasema na binadamu, sio Mungu. Na binadamu sasa, binadamu na akatawale. Akatawale hapa dunia, akatawale kwa maji, na akatawale kwa hewa. Amen. Binadamu. Na unatawala aje? Umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mfano wa Mungu ni mfano gani? Mungu anasema, let there be light. And there was light. And God said, and it was good. Yes. Mungu anasema, let there be light. Na immediately light ikakuja na ikasambaratisha ile giza ilikuwa. Immediately. Mungu ni wa kusema na inatendeka. So hiyo ndio mfano sisi binadamu tumeumbwa. Na Mungu anasema anataka kuleta wanyama wote mbele ya Adamu. Analeta wanyama wote mbele ya Adamu. Ili Adamu afanye nini? Akitamka jina inakuwa hivyo. Akitamka hiyo ni simba, hiyo inakuwa simba. Hiyo ni frog, hiyo inakuwa chura. Hiyo ni mosquito, hiyo inakuwa mosquito. Yes. Adam akazitaja majina, na hiyo jina alitaja ndivyo imekuwa mpaka siku ya leo. Amen. Hiyo ni likeness, character, Yes. speech ya Mungu. Amen. So ulimi yako imekufanya umefika mahali huko leo. Mahali nyingi tumeshindwa na maisha, na tunataja na ulimi yetu kwamba tumeshindwa. Biblia inasema, Mungu anasema yale hazipo ni kama zipo. Let the weak say I am Strong. Let the sick say I am healthy. Umesikia? Mungu anataja jambo ambazo haziko ni kama ziko. Let us live by faith and not by sight. Ukianza kusema wewe ni billionaire, millionaire siku hizi hakuna kitu. Ukianza kusema wewe ni billionaire, ijapo watu waone billions ndani ya mfuko yako, ndani ya bank account yako, lakini in the next 15 years unakuwa billionaire. Amen. Hallelujah. Huyu alikuwaje billionaire? Vile umeamini na vile umesema. Yes. As a man thinketh, so is he. Vile unafikiria, unatamka na mdomo. Imesemekana a good man out of the goodness of the heart ataongelelea mambo mazuri. And a bad man out of the evil inside his heart ataongelea mambo machafu tu. Yes. Machafu tu. Akitembea hata kama amevaa vizuri, mambo machafu ndio yanatoka kwa mdomo yake. Yes. Wacha nikwambie, usiwahi associate na wale watu ambaye kazi yao ni kuongea mambo ya kinyume. Hata kama mambo iko mzito aje, usije ukaanza kusifu hiyo situation. Usijaribu kusifu hiyo situation. Inaweza kuwa tuseme example mathematics kwa class. Mathematics iko ngumu sana, wakati ingine tunasema na mdomo. Lakini mathematics ndio rahisi sana. So ni situation ambaye ile iko ni mathematics ni ngumu. Lakini tunasema ile haiko. Mathematics iko rahisi sana. Ukisema hivyo kama kijana, utakuwa baada ya mwezi kadhaa ama miaka kadhaa
utaona mathematics ina flow kwa damu yako. Yes. Ukiulizwa x power 2 blah 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 times this is equal to, answer inakuja automatic. Yes. Sababu Yes. iko kwa damu yako. Yes. Sababu uliyaongelea kwamba mathematics ni rahisi Rahisi. sana. Algebra haitakuwa kitu kwako. Umesikia? So ukianza kusema I will not make it in life, hata ujaribu aje, hata upate mamilioni, inapotea kwa baa. Yes. Because wewe umesema you won't make it in life. Life. So hata upate ngapi, hata upewe hii ghorofa, unapata tu wewe unakuwa wa bangi, unakuwa useless. Yes. Alafu unakufa, alafu watu wengine wanamanage ghorofa Yes. ile ulikuwa naye. Power of what? Ukisema hautaoleka, Kwisha. unakaa tu haupati, unatumika na wenye wako na mabibi Yes. wanakutumia sababu ya power of your words. Yes. Ukisema I'm beautiful, you just start shining. Unaanza tu kuwa beautiful, unaanza tu shine. Ukisema I'm wise, unaanza tu kuwa na wisdom, inakuja tu, sababu ni kitu unasema kila wakati. Nataka tuanze kutafakari yale tunasema kila siku. Secret, kabla hujaongea, wakati bado wewe unafikiria, fikiria, filter yale maneno yanapita moyoni mwako, filter them, chunga, niseme gani, nisiseme gani. Yes. Tukue watu wa kufilter. Yes. Yani kuwa na meeting ndani yako. Let me and I have a meeting inside my heart. Yes. Tukue na mkutano ndani ya heart. Wakati tuko na mkutano, hata kama watu wanatusukuma aje, tukue na hiyo mkutano ndani ya roho yetu. Mkutano wa dakika kama 1, dakika kama 2, mpaka watu wakuulize, kwani usemi kitu? Bado uko na mkutano. Ndiposa ukisha analyze, uone gani is according to the will of God. Yeah. Gani ita protect destiny yako. Yes. Ndipo una pronounce. Oh. Na maisha yako itakuwa straight namna hii. Yes. Jambo ya pili, ukuwe always mtu wa kuongea ukweli. Sababu we say we are the children of God. God is true. God is light. If we are children of God, we must speak the truth all the time. But now, who are the children of the devil, Satan? Are those who tell lies with their mouth. Yes. Wakati uongo inatoka kwa mdomo yako, sasa wewe unasema na mdomo, wewe ni mtoto wa Mungu, lakini unaongea uongo. Maisha yako inaruka, unatoka kwa Mungu unarudi kwa shetani, because the Bible does not lie. The Bible says all liars, who is their father? The devil, Satan. That is their father. So when you lie, when you say lies, you become a son of the devil. And the devil is meant for destruction. Ametengenezewa moto ya kiajabu ya kumwangamiza milele na milele. So wakati wewe unasema uongo, wewe ni mtoto wa nani? Wa shetani. Na watoto wake wote na yeye wataingia kwa moto wakati wa hukumu. Umesikia? So chunga yale yanatoka kwa mdomo yako. Aya, always ukuwe mtu wa kuongea pole pole. Unless unahubiri neno la Mungu, ukuwe mtu wa kuongea pole pole. Always ukuwe mtu wa kuongea pole pole. Una analyze ukisema. Unasema hii ni positive ama ni negative. Itarudisha maisha yangu nyuma ama itapeleka maisha yangu mbele, kabla hujaiongelelea. Umesikia? Yes. Tafakari, then tamka. Asubuhi mpaka jioni ukuwe mtu wa kuangalia
nilisema nini leo, nini na nini na nini. Na kama wewe ni mtu wa kuongea polepole na mtu wa kunyamaza sana na mtu wa kuongea machache, itakuwa rahisi kwako kuyafikiria yale ulisema the whole day. Umesikia? Yes. Usiwe mtu wa kuongea haraka haraka. The Bible says only a fool ndiye anaongea. Only a fool. Ni mtu tu pumbafu ndiye anaongea hivyo. Mdomo haina break. Umesikia? Na kwa hii maisha usiaongelee maneno ambaye hayakuhusu. Usiaongelee maneno ambaye inaguzia mtu mwingine. Hiyo ni gossip na mdomo yako. You will give account for every word that comes out of your mouth. Praise the Lord. Amen. Nataka nikimaliza niwaletee ujumbe moja ama mbili. Usome kitabu ya James, the whole chapter 1. Usome nyumbani, hiyo ni assignment. James, Jacob. Nitakwambia maneno mingi kuhusu vile uko supposed kuongea na ulimi yako na mdomo yako, sababu the words of our mouth ndio zinatufunga. Zile maneno zinatoka kwa mdomo yetu. Most of us here bado tuko teenagers. This is now the time mambo yako ile unaongea, una set destiny yako na mambo yako. Una set nini? Destiny. Kijana ambaye uko hapa, ukisema you be the greatest scientist, utakuwa sawa. It doesn't matter. It doesn't matter kama utamaliza university. Utakuwa kulingana na mindset yako na ile unasema na mdomo yako. Kuna mtu jana niliona kwa gazeti alienda kuchukua KCSE results zake Mangu High. Alienda after 20 years kuchukua certificate yake ya high school Mangu High. Na huko sio ati alienda kuchukua sababu hajamaliza school fees. Alijenga hall huko, iko na jina yake huko Mangu High. Umesikia? Amejenga hall huko. Sio ati hakumaliza school fees. Hakuchukua certificate yake. Yeye alikuwa na proof kwamba alimaliza secondary na results slip. Umesikia? Unamjua naongelea juu ya nani? Huyu jamaa aliitwa university lakini hakumaliza. Alidrop from university. Akachukuliwa kwenda kutrainiwa pilot na Kenya Airways. Huko alikutana na bibi. Akaoa bibi. Bibi pia ni pilot mpaka saa hii. So yeye alikuwa pilot tena akakuwa captain. Mtu mashuhuri hapa Kenya. Sasa hivi ni CEO na hakumaliza nini? University. So it is your mindset. Yes. It's not papers. It is your mindset and what you speak with your mouth. Umesikia? Tukiwa watoto tulikuwa tunasema nitakuwa daktari. Lakini haukuwa sababu hukusema kila siku. Ulisema once wakati uliulizwa, unasema nataka kuwa daktari. Hivyo haitoshi. Amini na useme kila siku. Yes. Na matendo yatafuata. Yes. Amen. Tuko pamoja? Yes. Yes. Daudi mwana wa Jese alikuwa mtu shujaa sana. Wakati moja alikuwa anachunga kondoo. Dubu ikakuja. Dubu ikachukua kondoo. Alijiamini. Akajua I am a servant of God. Yes. The God of Israel who has got power. Power over everything. If God is for me, who can be against me? What is dubu against kondoo yangu? Akakimbiza dubu. Nani atakimbiza dubu sahi? Uchukue mdomo yake upanue urarue. Nani?
Daudi alifanya hivyo. Siku ingine haijatosha, dubu ikaangia simba. Simba akakuja akachukua tena kondoo. Akasema dubu, nilipasua. Je, simba? Akaenda akapasua mdomo ya simba. Na simba hapana tembea peke yake. Simba inatembea wengi. Sababu wanapata nyama, wanatembea mkusanyiko. Umesikia? Yes. Daudi alipasua. Siku moja Goliath akawa anatukana wana wa Israeli. Wako ng'ambo ile, wana wa Israeli wako ng'ambo hii. Anawatukana kila siku 40 days. Nini hiyo inakusumbua kwa maisha 40 days? Ongelelea hiyo kitu inakusumbua. Ongelelea, ongea na ushindi wa Bwana juu ya hiyo kitu. Usijiamini peke yako. Amini kwamba Mungu anakupigania vita na Mungu hajawahi shindwa. Amini Mungu anakupigania vita. Goliath akasema, leo nitakuja nikuanue, nikurushe, ukulwe na birds of the air. Yes. Akaambia Daudi, come to me and I'll tear you apart. Daudi akajibu akasema, I come in the name of God Most High. Yes. Hakukuja kwa jina ya Daudi. I come in the name of Most High God, the God of Israel, the creator of the heaven and the earth. Yes. God will today give you into my hands. Yeah. Na nitakata kichwa yako. Umesikia? Na Mungu alipatiana Goliath kwa mkono wa Daudi. Yes. Na mkono wa Daudi haikuwa na sword. Yes. Ilikuwa na Jiwe. ya kurusha jiwe hivi peke yake, na alibeba jiwe 5. Lakini kwa Mungu hautatumia jiwe 5. Utatumia ile ya kwanza moja, kama unaamini kweli na umesema na mdomo chenye unataka hiyo jiwe ifanye. In the name of God Most High, today I'll slay you. Amen. Na Goliath akaanguka pungulu. Yes. Akaanguka taro. Pungulu. Umesikia? Yes. So power of words of our mouth. Yes. Uamini na usemi. Na ile unasema ikuwe ya ukweli. Usijiamini wala usiamini binadamu mwenzako. Sababu Biblia inasema amelaniwa ambaye anaamini binadamu mwenzake. Yes. Usijiamini wala usiamini binadamu mwenzako. Yes. Weka Mungu mbele, sababu yeye ndio jemedari wa vita zote ambazo tunapiga. Yeye ndiye jemedari. Praise the Lord. Amen. So Daudi alishinda hiyo vita. Daudi alishinda hiyo vita. Vita ambaye 40 days ilishinda brothers wake wote wenye wameenda vita miaka na miaka. Daudi mtoto mdogo alishinda hiyo vita sababu alitamka na aliaminia Mungu, uweza wa Mungu kwa maisha yako. Ile kitu inakusumbua kwa maisha, ongelelea hiyo kitu. Tuseme for example, cancer imesumbua familia yako. Weka mkutano na kansa. Ambia kansa leo na kuamuru, hautagandamisha maisha yangu, hautagandamisha maisha ya watoto wangu, hautafanya nifariki. Kansa wewe, uhusiano wetu imeisha. Ondoka. Ukiona nakuja hii direction, kimbia, toroka. Yes. Na hivyo ndio itakuwa. Hautakutana na kansa. Amen. Hautawaya hata ukule kuku ina roll ngapi. Hata ukule hii boiled eggs ngapi. Hautakutana na yeye. Yes. Sababu unatokeleza pande hii, anakimbia vile ulitamka. Yes. Naongea hivyo juu ya any situation about your life. Yes. Kama ni umaskini, sema mimi ni mwana wa Mungu. Aliacha ufalme wake na kila kitu, akaacha utajiri
akakuja kukua pweke hapa ili mimi nikuwe tajiri. So utajiri ni sehemu yangu. Mungu aliambiaje Abraham? You'll be the father of many nations. Amen. Na Abraham ni mbarikiwa. Amebarikiwa zaidi na watoto wake wote, na imesemekana is the father of many nations. Can you believe wewe ni mtoto wa Abraham? Amen. Na Abraham amebarikiwa. Amen. Je, wewe mbona unataka kupoteza baraka zako na mdomo yako ukiongea chafu chafu? Yes. Mbona? Leo nataka utafakari. Prophet Ezekiel, Mungu anamwonekania usiku, anamwambia ona valley of dry bones. Mingi kabisa, millions of dry bones. Imejaa valley. Anaamuriwa, nataka uongeleshe dry bones. Nataka uongeleshe. Useme wapate uzima. Wakuje pamoja, wasimame. Wapate nyama. Wapate heart, kidney, liver, kila kitu. Na wapate pumzi. Na wakuwe na nguvu. Kesho asubuhi Ezekiel anaamka, anaenda kwa valley of dry bones, akaongelesha dry bones, come together, form back together, power of the tongue. Na inakuwa hivyo vile alisema. Na akasema mkuwe na heart, kidney, liver, lungs, na zikakuwa na hizo. Akasema sasa winds from all the four corners of the world come, fill these dry bones which are having flesh now, fill them. Na ikaanza kuongea, na ikaanza kutamka, na ikakuwa na nguvu. Yes. Umesikia? So yale tunasema na mdomo yetu ni powerful. Yes. Musa anatembea, wana wa Israeli wako nyuma, wanatembea, wanapatwa na jeshi ya Farao. Inakuja mbio kwa farasi hivi, wanakuja, wana wa Israeli wanaangalia nyuma, wanasema hey, ulitotoa kule tukufie hapa. Sababu mbele iko maji, nyuma jeshi inakuja na farasi. Hey! Waliona kama wameisha. Musa akasimama, power of words. Au mnaona wakikuja, pigeni picha. Mnaona ya mwisho, mmeona ya mwisho, hamtawahi kuona tena. Na bado bahari iko. Haijapasuliwa. Lakini Musa anasema mpige picha. Wale wanakuja, hautawahi kuona tena. Leo Mungu atawapigania vita. Tegemea nani? Mungu. Na ongee positive about your life. Umesikia? Kama umeajiriwa, wacha nimalize historia ya Musa. Musa akachukua tu fimbo, akaweka kwa maji.